Nipende kusema kwamba kwenye mkoa wetu tuna mahitaji ya watumishi 31,133 na watumishi tulionao hadi kufikia mwezi wa 6 mwaka huu ni 19,795. Hivyo tuna upungufu wa watumishi 11,338. Na Mheshimiwa Waziri, changamoto hii inazidi kuwa kubwa kwa sababu chanya. Nikisema kwa sababu chanya ni kwamba serikali inawekeza sana kwenye miundombinu hii ya kutoa huduma kwa wananchi, kwa maana ya miundombinu ya elimu, miundombinu ya afya, barabara na mingineo mingi. Kwa nia nzuri kabisa, na kwa hili Mheshimiwa Waziri, serikali inafanya kazi kubwa. Sasa kutokana na hii kasi ya uwekezaji wa miundombinu, basi inatokea kuna kuwepo na hiyo gap ambayo nimesema kwamba mpaka sasa tuna upungufu wa watumishi 11,338. Na Mheshimiwa Waziri, tuombe kwa namna kipekee, lakini pia kwa kuzingatia ukubwa wa mkoa wetu, tuombe wizara yako itupendelee, upendeleo wa kipekee, kwa sababu hiyo ya niliyoeleza, mkoa wetu ni mkubwa na mahitaji ya huduma kwa wananchi wetu ni makubwa. Lakini niseme tu kwamba Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana, tunashukuru. Hili tayari wizara yako miliona na inalifanyia kazi vizuri. Kwa mwaka huu uliopita wa fedha ya 25-26 tumefanikiwa kupata watumishi wapya 2,280. Kwa hiyo hatujawahi kupata ongezeko kubwa kama ile Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo nitumie fursa hii kukupongeza sana kwa hao watumishi wapya ambao tumeletewa. Zaidi, kama yako mapungufu makubwa, Katibu Utawala, tuletee ofisini kwetu, tutakuletea watumishi. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ametupa kibali tayari. Safari hii tumepewa kibali cha watumishi wapya 45,000. Kibali hicho tutawapeleka wapi wa 45,000? Zaidi ya kwamba lazima tutenge fungu la watumishi ambao watakuja wapi? Mkoa wa Tabora. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie, jambo la mahitaji yako tunaweza tusifike wote, lakini tutajitahidi kadri tunavyoweza katika fungu tulopewa, ili tuweze kukuletea hapa, ili uweze kupunguza hii deficit iliyopo kwa upande wa watumishi. Lakini msingi mkubwa, mtusaidie kupitia ofisi yako yale maeneo ambayo yanatakiwa kuwekewa msawazo, kuweka mambo yakae vizuri, huyu atoke hapa ende hapa, au akae hapa, hao aende hivi, ili mlifanye, kwa sababu kwa mujibu wa maelekezo tumekwisha kupeni mandate hiyo na mnatakiwa muitekeleze kwa vizuri zaidi, ili kuweza kutatua changamoto za kiutumishi katika eneo hili. Tusiogope jambo la kwamba sijui tuna wasomi wamekosa kazi. Hapana, hakuna atakayekosa kazi ndani Tanzania. Ni jambo la muda tu. Sisi ni kazi yetu, ndani wajibu wetu. Hivi bado 45,000 nafikiri unapeleka wapi? Hawa vijana ambao hawana ajira tutawapelekea ajira. Lakini serikali kupitia utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 imeelekeza juu ya jinsi ambavyo sekta za uzalishaji zinaweza zikawa pia nazo ni chanzo cha watu kupata ajira. Unaweza kusoma lakini ukawa uwekezaji. Unaweza kusoma ukawekeza kwenye kilimo. Unaweza kusoma ukafanya shughuli nyingine zilizo nje ya ajira za serikali. Maana unakuwa engineer. Tunataka nawe engineer naye anang'ang'ania lazima niajiriwe TAMISEMI. Hiyo TAMISEMI itaajiriwa ngapi?